Naitwa Mojabu Rajabu Mbwambo, ni mwenyekiti wa Umoja wa Wanawake UWT mkoa wa Dar es Salaam. Tuko katika miaka minne ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan toka alivyoapishwa 2021 tarehe 19 mwezi wa 3. Nitajikita katika eneo moja tu la 4R zimewezaje kutekelezwa. Tukianza katika 4R ya kwanza kabisa ambayo inazungumzia reconciliation, maridhiano. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan alipoingia madarakani, tunafahamu kabisa kwamba vyama vya siasa vilikuwa havifanyi mikutano ya hadhara, hakukuwa na makongamano ya kisiasa. Lakini baada ya hapo aliunda kamati, na baada ya kuunda kamati ilikuja na mapendekezo na akaruhusu rasmi mikutano ya siasa kuweza kufanyika nchi nzima. Na tunajivunia sisi kwa upande wetu wa Chama cha Mapinduzi tumeweza kufanya mikutano ya hadhara nchi nzima, na hii ndio imepelekea ushindi katika chama chetu cha Mapinduzi, hasa katika upande wa serikali za mitaa. Lakini vile vile tumeona kwamba Mheshimiwa Rais kwa kupitia hiyo 4R ya kwanza ameweza kuifungua nchi kidiplomasia. Ametengeneza mahusiano na nchi za kimataifa. Tunaona kwamba amepata nafasi mbalimbali kule za uongozi katika upande wa SADC, tumeona African Union, lakini hata huku katika upande wa East Africa tumeona kwamba amesimama katika kile kipengele cha masuala ya ulinzi kwa ujumla wake. Lakini tukija katika 4R ya pili inazungumzia ustahimilivu. Tunafahamu ili muweze kufanikisha, sisi tunashughulika na watu katika uongozi na management ya aina yoyote. Hakuna budi kuwa na ustahimilivu. Tunatofautiana, na ustahimilivu huu umetupelekea mpaka hapa kuweza kuwa na nchi ambayo ina amani na utulivu chini ya uongozi wetu Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Kuna mahali watu wanasigana, watu wanapingana, lakini tunapokuwa wavumilivu tunaweza kusonga mbele. Tunaweza tukavumiliana jambo linapotokea. Badala ya kumtengua mtu katika nafasi, amefanya kwa sababu hakuwa na uelewa, hakuwa na uwezo. Tumeona semina mbalimbali zinatolewa katika viongozi wa kazi mbalimbali. Tumeona semina kwa upande wa wakurugenzi, mamea, tumeona semina kwa mawaziri, tumeona semina kwa makatibu wa wizara, manaibu katibu wa wizara. Hata ukija chini katika ngazi za chini kwa viongozi katika upande wa watendaji, madiwani, wabunge, wamepewa semina mbalimbali za kuwajengea uwezo ili mwisho wa siku wafanye mambo, waweze kufikia malengo wakiwa katika kile kiwango ambacho tuseme kwamba wameweza kuwa na ule ustahimilivu wa hali ya juu. Lakini tunafahamu ya kwamba tunaenda katika 4R ya 4 ambayo inaitwa mabadiliko. Katika 4R ya 4 katika upande wa mabadiliko tumeona mabadiliko mengi katika sekta mbalimbali ambao Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameweza kuyafanyia. Twende tuangalie katika upande wa sheria. Tunafahamu kabisa sasa hivi kuna ile inaitwa Samia Suluhu Legal Aid or Legal Action ambayo inasaidia katika utatuzi mbalimbali wa changamoto za kisheria kwa wananchi kwa ujumla katika usuala wa migogoro ya ardhi, migogoro ya kifamilia na migogoro mingine. Hii imeweza kupelekea mabadiliko ndani ya nchi yetu. Lakini pia tumeona mabadiliko katika upande mzima wa sekta ya elimu. Imeweza vile vile kuzinduliwa sera mpya ya elimu ambayo inakusanya elimu katika upande wa amali na elimu katika upande mwingine wa taaluma wa kawaida, ambaye mtoto anaishia, ambaye ameenda mpaka kidato cha pili anafanya maamuzi aendelee kwenda na elimu yake ya amali, na huku kwingine akimaliza kidato cha 4 anapata vyeti amali pamoja na upande wa taaluma kwa ujumla wake. Hii imesaidia katika kundi la wanafunzi ambao tunafahamu wanafunzi wanatofautiana. Kuna faster, kuna slow, kuna moderate learner, lakini kuna wale ambao tunasema kwamba huyu amepata division 4 hawezi kusonga mbele, lakini akiwa una ujuzi wa VETA ana uwezo wa kujiajiri katika sekta yoyote. Mfano mzuri, kuna vijana ambao walisha kidato cha 4 wana division 4 wameweza kujishirikisha katika utengenezaji wa hivi madirisha ya aluminium, na ni ajira ambao wametengeneza umoja wao inawaingizia kipato. Kwa hiyo kupitia mabadiliko haya, tukija vile vile katika upande wa sekta ya afya, tunafahamu mama ameweza kujenga miundombinu ya afya, hospitali mpya, kuboresha zilizokuwepo, kujenga wodi ya mama na mtoto. Ameweza vile vile kuzindua kuwepo kwa kampeni ya M-Mama, lakini pia ameweza kuweka vifaa tiba ambapo tunajivunia katika Tanzania nchi za wenzetu jirani wanakuja kupata huduma ya vifaa tiba katika hospitali yetu hii ya kituo cha kansa pale Ocean Road, wanapata tiba kwa kutumia hivi vifaa vya kisasa ambavyo katika ukanda wa Afrika
ya upande wa East Africa, sisi Tanzania pekee ndio wanafanya kitu tunakiita medical tourism. Lakini vile vile tukija katika upande wa rebuilding, tunaona kwamba tumevumiliana, tumefanya mabadiliko, tumefanya ustahimilivu, tumefanya mabadiliko, sasa tunakwenda kurebuild, tunajenga mpya. Tanzania ya nyuma sio Tanzania ya sasa ya miaka 4 ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Na tunaweza kuwa na ushahidi mzuri tukienda katika upande mzima wa hamasa ya matumizi ya nishati safi, kuhakikisha tunatunza mazingira ndani ya nchi yetu ya Tanzania. Na tunafahamu sera iliyozinduliwa hivi karibuni inaonyesha kwamba ifikapo 2034 Tanzania takribani 80% ya Watanzania wawe wanatumia nishati safi. Hii itatusaidia kuondokana na changamoto ya mabadiliko ya tabia nchi, uwepo kwa mvua za El Nino na El Nina ambazo zinapelekea uharibifu kwa kiasi kikubwa. Lakini vile vile tunapoteza wale wanyama hawa katika mbuga za wanyama, wako wanyama wanapotea kutokana na ongezeko la joto kwa kiasi kikubwa. Lakini tunafahamu pia ukija katika upande wa bahari, vipo baadhi ya viumbe ambavyo vinapotea kulingana pia kuongezeka kwa ile salinity, chumvi kwenye bahari, lakini kuongezeka kwa joto ya bahari. Hii yote itasaidia kwamba tutaweza kuwa na nchi ambayo katika upande mzima wa tabia nchi hatutakuwa na changamoto ya kilimo, maana yake tutajiepusha na janga la ukame. Lakini hiyo ni upande wa mazingira. Lakini tunaposema kwamba tumerebuilding upya, tumeweza kurebuild upya katika upande mzima wa sekta ya nishati, hasa tunapozungumzia upatikanaji wa umeme. Bwawa la Mwalimu Nyerere limeisha takriban zaidi ya 88%, na tunaona Tanzania tunapata umeme wa kutosha na tuna uwezo wa kuuza umeme jirani. Hii tunasema kwamba tuna rebuilding mpya Tanzania, ile Tanzania ya viwanda inatekelezeka na inakwenda. Na tunahakikisha tunaona ya kwamba kupitia kuingia ubia na taasisi za kimataifa, DP World, bandari yetu ya Dar es Salaam imeweza kuimprove katika utendaji wake wa kazi, imeongeza wawekezaji, wafanyabiashara, hata katika mapato ya TRA katika nchi yetu katika upande wa ukusanyaji wa kodi zimeweza kuongezeka. Katika hizi 4R4 hatuna budi kumpongeza rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Ndani ya miaka 4 ya uongozi wake ameweza kutuhakikishia ya kwamba inawezekana tukiamua, na hasa tukifanya utekelezaji wa 4R kwa vitendo katika kila mmoja kiongozi aliyekuwepo katika eneo lake husika. Asante sana.